Tutaendelea kuhakikisha vyombo vilivyopo chini ya mambo ya ndani vinahakikisha nchi yetu inakuwa salama, na pale tunapokuwa tuna matishio ya kiusalama, ni waombe wa Tanzania watuelewe. Mtu anaamua basi tu kufanya maandamano, kufanya fujo. Jeshi la polisi haliwezi kukubali. Tuna suluhu kama hili, watu wanaendelea na shughuli za uzalishaji mali mtaani, alafu tunamruhusu mahabusu mmoja kwenda kusikiliza na mtaani huko kuleta fujo, maandamano ambayo hayana kibali, maandamano ambayo ushahidi upo wa wazi kwa kutishia kufanya fujo, kuvunja amani. Tuache kutumia huduma ya mahakama mtandao eti kwa sababu ya mtu mmoja. Hilo haliwezekani. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kama ambavyo umeona waheshimiwa wabunge, solution ya mahakama mtandao iko vizuri, na hatuwezi kuacha utaratibu wa namna hii tukaruhusu maandamano ambayo yanaenda kuharibu mali na kuhatarisha usalama wa Watanzania kwa sababu ya presha ya watu wachache. Mimi niendelee kulielekeza jeshi la polisi kuendelea kusimamia sheria na kuhakikisha nchi yetu amani. Hata yule ambaye hataki amani, sisi tutamlazimisha kuhakikisha nchi yetu inakuwa amani na salama. Sheria huwa sio discriminatory. Tumekuwa tuna solution ya mahakama mtandao kama hivi. Inapotokea mtu yuko mahabusu au yuko ni mfungwa, sheria haitakiwi kudiscriminate kwamba mahabusu fulani au exempted kwenye huduma ya mahakama mtandao, aende kwenye ule utaratibu wa kawaida wa zamani. Na wakati teknolojia iliyopo haijalishi ni mfungwa wa aina gani, mwenye hadhi gani, teknolojia hii inaweza ikatoa huduma kwa mtu yeyote. Na sababu mojawapo ambazo zilipelekea kuwa na utaratibu wa huduma ya mahakama mtandao pia ni za kiusalama. Kama kuna matishio, kwa mfano wenzetu walikuwa wanasema kwenye maandamano wanaenda kukinukisha, na kwa sababu za kiusalama ikaonekana ni vizuri kesi ikasikilizwa kwa njia ya mahakama mtandao. Sasa kwa nini tuwe tuna double standard? Wengine tutumie utaratibu wa huduma ya mahakama mtandao kusikiliza, alafu mtu fulani iwe ni exception. Jeshi la polisi linapokuwa lina taarifa za kiintelijensia za wazi na zisizo wazi, na kwa mfano upande wa maandamano ya Chadema, viongozi wa Chadema na Watanzania ni mashahidi, walisema wazi wazi kwamba wanaandamana wakakinukisha. Sasa jeshi la polisi linapokuwa na taarifa kama hizo za kiusalama, likashirikiana na muhimili wa mahakama kutoa haki ile ile lakini kwa kutumia teknolojia, tunaposema hapana mtaani, huyu mlengwa kwa vile anaweza akapata haki yake kwa kutumia huduma ya mahakama mtandao, tukazuia fujo mtaani. Mimi naomba Watanzania watuelewe, kwa sababu tunafanya haya kwa manufaa ya nchi yetu, na ni sehemu ya jukumu la jeshi la polisi kuhakikisha wanachukua hatua za kiusalama kuhakikisha raia na mali zetu wa Tanzania zinaendelea kuwa salama. Lakini jambo la pili, niliona mmoja ya viongozi akisema anahitaji special treatment anapoenda kumwona mahabusu. Hiyo nayo sio sawa. Zipo taratibu upande wa jeshi la magereza. Ndugu, rafiki, jamaa anapotaka kwenda kumwona ama mahabusu ama mfungwa, zipo taratibu ambazo zinasimamiwa. Kwa hiyo tukitaka tuwe tuna VIP treatment, na yenyewe inakuwa sio sawa, kwa sababu na yenyewe ni discriminatory. Jeshi la magereza upo utaratibu, mtu akienda kutaka kwenda kumwona mfungwa, taratibu ziko wazi na mzisimamie, ili isionekane kuna watu wenye hadhi fulani wanapendelewa na mnyonge labda anaonewa. Na ndio maana tukaweka taratibu ili kuhakikisha utaratibu unasimamiwa bila kujali status ya mtu yeyote.
Kwa hiyo Kamishna Jenerali wa Magereza, muendelee kusimamia taratibu, mtende haki, na hivyo hivyo ndicho nachomwagiza kamanda wa Jeshi la Polisi nchini IGP Wambura, kusimamia taratibu sheria ili kuondoa manunguniko yoyote kwa sababu ya preferential treatment. Na hii kazi hii unaoifanya ni ya utu. Hii Mheshimiwa Waziri uliokuja kuifanya leo au mnaoifanya Wizara ya Mambo ya Ndani na Jeshi la Magereza ni kazi ya utu, kwa sababu mtu ambaye ni mfungwa anahitaji kupata haki yake, na usipompa haki yake maanake unamdhulumu utu wake. Sasa serikali yetu chini ya rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan iliamua au alipoamua kuunda pia ile tume ya haki jinai, ni kwa ajili ya kutekeleza utu wa watu, na tume ile ilifanya kazi yake vizuri, ilitoa mapendekezo yake, lakini pia moja mapendekezo ni haya tunayoshuhudia leo. Wizara yako chini ya magereza inafanyia kazi, hongereni sana. Lakini tunawashukuru mahakama kwa kuona kwamba kuna haja ya kuspeed up hii eneo la mahakama mtandao, kwa kuanza kutupa makasha haya 10 ambayo wameyagharamia wao, ili kuendeleza kesi hizi, kurahisisha usikilizaji wa kesi, lakini kuharakisha kesi za watu waliokopo ndani. Kwa hiyo tunashukuru sana. Session itaendelea akiwa hapa na atamuona hakimu au jaji, kama kuna mwendesha mashtaka atamuona, kama na wakili wake pia atamuona. Kwa session itaendelea kama kawaida. Karibuni sana.